kwa ajili ya kuabudu. Tunaomba ukae pamoja nasi, tusamehe dhambi zetu na ukae pamoja nasi. Tunaomba haya katika jina la Yesu, amen. Andiko matakatifu linatoka katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza mstari ule wa 19 na 20. Isaya sura ile ya kwanza mstari wa 19 na 20, nasoma: kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. 20, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Nitarudia mstari ule wa 19, anasema kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu abariki neno lake. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Kwa furaha kabisa napenda niwalike tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo namba 154 tunapofungua ibada yetu. Wimbo namba 154 kwa furaha.
na Mwokozi wetu katika maisha yetu. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umetufanikisha leo tena katika sabato hii maalumu na ya kipekee kuweza kukutanika katika mahali hapa katika kanisa hili la Tunduru. Jina lako libarikiwe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo umeruhusu tuweze kuja hapa kwa ajili ya ibada yako takatifu, ibada yako ya neno lako, ibada yako ya matoleo. Tunakuomba Mungu wetu upokee ibada zetu na upokee maombi yetu. Na hata katika kanisa hili tuna maombi maalum kwa ajili ya ujenzi wa jengo letu hili. Tunakuomba utupatie umoja, tutende yote kwa umoja, na jina lako litukuzwe kupitia huo umoja ambao tutakuwa tukiuonesha katika shughuli hii ya ujenzi. Mipango mbalimbali ya makambi na shughuli mbalimbali, tunakuomba Mungu wetu, endelea kutusaidia na utufanikishe kwa kadri ya mapenzi yako katika msimu huu. Tunaomba pia kwa ajili ya wagonjwa waliopo miongoni mwetu, wagonjwa waliopo majumbani, wagonjwa waliopo hospitalini. Tunakuomba Mungu wetu, endelea kuwaponya, kwa sababu wewe ndiye tabibu mkuu, ukitumia ujuzi uliopandikizwa katika akili na bongo za wanadamu. Lakini wewe twajua ndiye tabibu uwezaye kutuponya katika magonjwa yetu ya kiroho na kimwili. Uwe nasi na utuponye. Tunapoomba katika ibada ya leo, mtumishi wako mchungaji wetu ataposimama kwa ajili ya kutulisha neno la uzima, tunakuomba ukaonekane wewe katika ibada ya leo, ambayo itatuvuta karibu nawe zaidi katika maisha yetu ya Kristo. Utusaidie na utuongoze daima. Tunaomba hayo kupitia kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Niwaaliki katika somo la matoleo ya zaka na sadaka. Na somo linatoka kwenye kitabu cha Waefeso 5 na ule mstari wa 16. Na kichwa kinasema fursa zilizopotezwa zinaweza zisipatikane tena. Fursa zilizopotezwa zinaweza zisipatikane tena. Mkitumia vizuri Efeso 5 mstari wa 16 nasema mkiukomboa wakati, kwa maana dhamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana dhamani hizi ni za uovu. Mkitumia vizuri kila fursa mlionayo, kwani siku hizi ni siku za uovu. Fursa huwa hazidumu milele. Siku zote fursa huwa hazidumu milele. Msemo ufuatao unahusu fursa, na fursa zilizopotezwa yawezekana zisijitokeze tena kamwe. Tukishindwa kutumia fursa zilizopo, hatuna uhakika kwamba tutakuwa na fursa hizo katika wakati ujao. Maneno ambayo hayakutamkwa leo yanaweza sitamkwe tena kesho. Wale wanaoshindwa kuwafikia leo, inawezekana tusifaulu kabisa kuwafikia kesho. Wale ambao tunashindwa kuwafikia leo, inawezekana isitokee kabisa kuwafikia kesho. Fursa ya kutoa ikipuuziwa inaweza isirudi tena kesho, na hata kama ikirudi inaweza isifanikishe kile kilichokusudiwa leo. Tukishindwa kutumia fursa zilizopo, hatuna uhakika kwamba tutakuwa na fursa hizo katika wakati unaokuja. Kwa hiyo ninakuomba kutumia kila fursa vizuri inayowasilishwa ili kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa sababu fursa hizi tulizonazo leo tunaweza tusiwe nazo kesho. Hebu turudishe zaka na sadaka zetu kama ilivyopangwa vizuri kwa asilimia, tukiwa na moyo uliojawa na maombi na roho ya ujasiri, tukijua ya kwamba mtu fulani katika mahali fulani
anaweza kukutana na Bwana kupitia zaka na sadaka tunazozitoa katika sabato hii leo. Fursa tulizonazo leo na hasa katika ibada hii ya matoleo inaweza sijirudie tena kesho, na hata kama ikijirudia kesho inaweza isitimize lile kusudi ambalo Bwana wa mbinguni anatamani likusudiwe leo. Na hivyo basi ninawaalika mchana huo leo tunapoenda katika ibada hii ya matoleo, tutoe tulicho nacho, tukijua tukiamini ya kwamba katika kile tunachokitoa tunaweza tukamfikia mtu fulani katika mahali fulani, na Mungu wa mbinguni atatufuta sote tunapojiandaa kwenda mbinguni. Ninawaalika katika ibada hii ya matoleo, na Mungu na atubariki. Karibuni kwa ombi tunapoenda kumtolea Bwana. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako, tunataka kutoa zaka na sadaka. Baba yetu wa mbinguni, tunakupatia mguso na pekee. Haijalishi umetubariki kadogo au pakubwa, kila mmoja kumpatie moyo wa kutoa kwa kile ambacho umebariki. Baba yetu wa mbinguni, ondoa mioyo na binafsi ndani yetu kwa kutolea wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa unataka kufanya mbele katika maisha yetu kwa ajili ya kutolea wewe. Ni kupitia jina la Yesu Kristo uliye Mwokozi na maisha yetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Nitafakari msalaba alipoangikwa Yesu, alipigiliwa misumari kwa ajili yetu, akaimwaga damu yake pale Golgotha, yote kwa ajili yangu nawe tupate wokovu. Nitafakari msalaba alipoangikwa Yesu, alipigiliwa misumari kwa ajili yetu, akaimwaga damu yake pale Golgotha, yote kwa ajili yangu nawe tupate wokovu. Alilia kwa sauti kuu, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alilia kwa sauti kuu, yote kwa ajili yangu nawe tupate wokovu. Alilia kwa sauti kuu, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alilia kwa sauti kuu, yote kwa ajili yangu nawe tupate wokovu. Inasikitisha wapendwa, tunapotangatanga dhambini, twamuhuzunisha mkombozi aliyetufia, twamtonesha makovu yake, tunapodharau sauti yake. Hebu yatoe maisha yako upate wokovu. Inasikitisha wapendwa, tunapotangatanga dhambini, twamuhuzunisha mkombozi aliyetufia, twamtonesha makovu yake, tunapodharau sauti yake. Hebu yatoe maisha yako upate wokovu. Alilia kwa sauti kuu, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alilia kwa sauti kuu, yote kwa ajili yangu nawe tupate wokovu. Alilia kwa sauti kuu, Eloi, Eloi,
utambulisho. Kumaliza utambulisho, basi nitakaribisha kwaya kanisa, nitakuwa tayari kutupatia wimbo kwa ajili ya kukaribisha mhudumu wetu. Miongoni mwetu tuna wazee wa kanisa. Napenda niwatambulishe wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa. Amina. Mzee Zaburi na mzee Joseph. Amina. Lakini pia tuna warei, wainjilisti